Hii nafasi kwa majina ni Benedict Shitika kutoka Kakamega County, nikiwa hapa Nairobi. Mimi ndio reporter wenu wa Mulembe Nation. Nikianza na hii mata ya Sifuna, huyu Kalonzo Matiang'i, hao watu wote watakuja, twende tukakae kwa meza. Tukishaweka kwa meza, kwa hiyo group yote, kila mtu amefanya rali yake, kila mtu alete kilipo yake mahali penye alikuwa anaenda, aweke hapa, tuangalie ya nani iliongoza kwa hiyo kwa watu wote. Tukishaangalia kwa hiyo watu wote, kwa hiyo kilipo, najua ya kwamba kijana wetu anaitwa Sifuna, kilipo yake ndio ilikuwa inaongoza upande wa umati na watu. Hiyo clip ya kwanza tunamaliza, tunamweka kando. Tunarudi mara ya pili, tunasema kila kaunti yako wewe unaweza kuleta voti ngapi kutoka kwako. Hii watu wote tukiangalia, tukiweka pamoja, tutakuja tukute huyu kijana wetu anaitwa Sifuna ndiye anaongoza Uluani. Hao watu wengine wote voting zao ziko chini. Already tayari Sifuna ameshawin, tumweka pale kando. Tena turudi mkondo mwingine sasa, hiyo ni mtihani ya namba 3. Tuangalie kwa watu wote nani mwenye hana scandal. Tuanzie huku nyumba kwa kina Matiang'i. Sasa Sifuna tumemwacha pande ile, tuanzie huku, tuangalie huku, tukute Matiang'i kuna scandal. Kuja hapa tukute Kalonzo alikuwa na scandal, huyu mwingine alikuwa na scandal. Mwenye amepaki ni nani? Si Sifuna. Sasa ndio nasema ya kwamba upande wa presidential Sifuna ndio amewini hapo kwa upande wangu bila kupingwa. Na hiyo si ati ya kuonea, hiyo ni interview imefanywa, na si tena kwa kwanza kutanganya tu. Hiyo ni interview imefanywa live, na hakuna kusema tu tumependelea Sifuna akuwe presidential candidate. Siniga waanzetu iko sawa hapo. Sasa hapo tutakuwa tumepitisha kijana yetu, hiyo pande yetu tumetoka. Nikirudi pande hii, mnasema ati kwa nini Linda Mwananchi wanasema wako sure watatoa Mr. Samuel Ruto. Hiyo kikosi yote kwanza, Mr. Ruto nitakana ujue, huyu jamaa mwenye anaitwa Gachagua ndio alifanya ukawin. Huyu Kindiki hana kura yoyote, na sisi vile Gachagua ametuhakikishia ya kwamba hiyo grupu yote ya mlima anakuja kuileta apatie bwana Sifuna. Akishapatia bwana Sifuna, sisi tunachukua hiyo uongozi vile tulisema saa 12 asubuhi. Wewe huko nyuma utakuwa unaona tu task peke yake, yani kifumbi ndio utakuwa unaona peke yake. Nikimalizia naenda pande yangu ya Western Region, naambia bwana kiongozi wetu bwana George Natembeya, tuko nyuma yako vile tulisema, vijana wetu wako hapa na tuko nyuma yako. Tarehe 25 nakwambia vile tulisema jana, Natembeya, sisi tuko hapa, tumesaulika kama vijana wako, na sisi tuko nyuma yako. Huyu mzee anaitwa Orengo ameshikilia vijana wako kwa Jacaranda, na sisi hapa bwana Natembeya, wewe ndio unataka utushikilie rali yote ikiwa mahali. Sisi kama vijana wa Linda Mwananchi, na tumesimama na nyinyi hapa Nairobi, na sisi bwana Natembeya, msituaje mahali penye mtaenda, pia sisi tushiriki. Tukiwa hapa na ndugu yetu, kuja hapa kwa Natembeya kuone. Si ati Natembeya, huyu ndio tumeamua, ndio kijana yetu. Akipiga simu unashika. Huyu tuko naye hapa kwa bunge la mwananchi Embakasi chapter. Akipiga simu Natembeya, si atukatai kushika. Usikio kama hao viongozi wengine wenye ukipiga simu anakuambia niko mkutano. Hiyo hatutaki tusikie. Tunataka kijana wetu akipiga simu ushike. Sasa yeye kulingana story ya weekend, huyu ndio utaongea na yeye, hakikisha ya kwamba ameweza kutufikisha kwa Western Region, tushuhudie kijana wetu akiwekelea mkono. Tunaporudi hapa tukue na nguvu, tukishangilia ya kwamba kijana wetu tosha anaenda kwa tepe 2027 na atachukua asubuhi mapema. Asante sana.